Hivi ungefanya nini pale ambapo ungegundua mtu unayeongea naye sio mwanadamu wa kawaida? Yaani unaongea na mtu alafu anakuambia yeye sio binadamu kama tulivyo hivi mimi na wewe. Hebu imagine, wewe ni mchungaji, unawaombea watu na kuwajenga kiimani pamoja na kiroho. Sasa siku moja ukiwa kwenye ibada maalum ya toba, anatokea mwanamke anakuambia yeye anahitaji kutubu dhambi zake, lakini juu ya hilo anasema yeye sio binadamu wa kawaida, anadai yeye ni jini. Anaendelea kusema kwamba ukimaliza tu kusikiliza dhambi zake na toba yake ikaisha, anataka umuoe, yani ufunge naye pingu za maisha. Wewe kama mchungaji unaona labda sio anakufanyia utani, kwa hiyo unaamua kucheka. Ukiwa katikati ya kucheka, huyo mwanamke anapitisha miguu yake chini ya kile kizuizi cha sehemu ya kuungama. Si unajua kile chumba cha kuungama kinavyokuaga, kinakuwa kama kina uzio fulani, au tuseme tu kitambaa. Kwa kile kitambaa kinaanzia juu mpaka maeneo fulani pia kifiki chini, lakini kwa hiyo unakuwa kuna nafasi inabaki kwa chini. Sasa yule mwanamke akapitisha miguu yake kwa chini. Wewe kama mchungaji si unasema sasa uangalie, unashtuka kuona kwamba ile sio miguu ya kawaida. Yaani wakati mimi na wewe tuna nyayo, miguu ya yule mwanamke ilikuwa ni kwato za ng'ombe. Bana wazee, kama kawaida ni siku nyingine ya kupata story kali. Hakikisha unatulia hapo ulipo. Kama una juisi sogeza karibu, kama una popcorn ivute, kama una kisoda, maji, nini, kaa tayari kwa ajili ya kupata burudani. Lakini kabla tujaendelea na story, ikiwa wewe ni mpenzi wa story za kipekee kama hizi zenye maudhui kama haya ya kusisimua, basi hapa Natural ndio sehemu sahihi. Hakikisha tayari umesha like hii video, umesubscribe kwenye hii channel, lakini pia usisahau kuacha maoni yako baada ya kumaliza hii story. Na zaidi, usisahau kushare kwa ndugu jamaa na marafiki ambao pia wanapenda story kama hizi, ili tuweze kujikusanya tuwe kijiji. Sasa jamaa anaitwa Lucas, ni kijana ambaye makuzi yake yamekuwa ni ya kidini tangu alipokuwa mdogo. Amelelewa kwenye mazingira mazuri ya kitakatifu na kumtii Mungu. Lucas akiwa na umri wa miaka 35 tayari alikuwa ameoa, lakini pia alikuwa ni mchungaji wa kanisa kubwa tu kwenye eneo ambalo anaishi. Sasa kwa sababu zingine ambazo hatutotaja dhehebu la hilo kanisa, siku moja Lucas akiwa anaendesha ibada akapokea mgeni ambaye alikuja mwishoni kabisa. Siku hiyo Lucas alikuwa anatakiwa kukutana na watu tofauti tofauti. Sasa huyo mtu aliyokuja alikuwa ni mgeni wa mwisho kabisa. Kanisa lake alikuwa kubwa sana, kwa hiyo alikuwa anawajua karibu waumini wake wote. Mgeni alikuwa ni mwanamke. Alipomwangalia vizuri usoni, hakuweza kabisa kumjua. Sura yake ilikuwa ni ngeni. Yule mwanamke alisema, "Samahani mchungaji, nimeelekezwa nifanye sala ya toba kanisani kwako." Pastor Lucas akamwangalia vizuri zile nguo zake alizokuwa amezivaa. Hazikuwa nguo nzuri sana, pamoja na kwamba zilikuwa zimeziba mpaka miguuni, lakini zilikuwa zimembana mno na kifua chake pia kilikuwa kinaonekana. Pastor Lucas akawa ameshajua huyo ni mtu wa aina gani na amekuja hapo ili awe mtu wa aina gani. Kwa hiyo akamkaribisha eneo maalum kwa ajili ya kufanyia ungamo lake. Yule mwanamke alikuwa tofauti na waumini wengine ambao wakiingia ndani ya hicho chumba waga moja kwa moja wanaanzaga kuelezea stori za maisha yao. Yeye alitanguliza kwanza angalizo lililoufanya moyo wa Pastor Lucas utetemeke kidogo. Sauti yake ilikuwa nyembamba na ya chini sana, ila licha ya hivyo Lucas aliweza kumsikia tu vizuri. Yule mwanamke alisema, "Samahani mchungaji, naomba usije ukaniogopa au ukanikimbia. Mimi ni kiumbe kama tu ulivyo wewe." Pastor Lucas akajibu, "Sawa, Mungu atutangulie sote." Hapo muda huo hawaonani mzee. Yule mwanamke anaongea akiwa upande wa pili. Kuanzia usoni mpaka chini kwenye magoti huko kulikuwa kuna kizuizi cha mbao, alafu kina matobo madogo madogo ili sauti pia iweze kupita. Mwanamke aliendelea kusema, "Lakini pia ninaombi, nikimaliza kutubu nahitaji unioe. Uko tayari?" Lucas yeye ni mtu wa Mungu, kwa hiyo akatabasamu tu baada ya kusikia hivyo. Alafu akajibu kwa sauti ya upole kabisa kwamba, "Nimelisikia ombi lako, lakini mimi tayari Mungu amenijalia mke, kwa hiyo usijali. Tunao vijana wengi tu hapa kanisani ambao..." Kabla hata hajamaliza kuongea yule mwanamke akaingilia kauli yake, Siwataki hao vijana. Wote nawajua vizuri, wote.
namjua ule Pasco mpiga kinanda ni mzinifu vibaya mno, namjua Ezekieli, namjua Josefu yule anayekusanyaga sadaka, naye ni mwizi tu, mwizi mno. Wewe ni mwanadamu mwema sana, naomba niolewe na wewe. Lucas kusikia hiyo kauli, kwanza ikabidi ayainue macho yake kidogo, ambao mwanzoni alikuwa ameyainamisha anaangalia chini. Yule mwanamke alitaja majina ya waumini wake na majukumu yao bila kukosea mzee. Lucas akaona so kweli, lazima niulize. Akauliza, samani, unaitwa nani mamaangu? Aliongea kwa sauti yake ile ile ya ustaarabu na upole. Yule mwanamke akajibu kwamba mimi jina langu halina umuhimu kwa sasa, labda tutanguliza tu utambulisho mwingine, ukisha usikia huo utambulisho basi tunaweza kufuatia kuliongelea jina langu. Yaani kwa jinsi yule mwanamke alivyokuwa anatoa yale majibu, ilikuwa inamfanya Lucas awe na shauku ya kutaka kumsikiliza zaidi. Akakaa vizuri na kumuuliza, sawa, wewe ni nani? Yule mwanamke alikuwa hana haja ya kuzunguka zunguka, akafunguka. Mimi ni kiumbe, sio kama wewe, yaani mimi sio binadamu kama ulivyo wewe. Lucas kusikia hivyo akacheka tena, akajua kabisa muumini wake mpya sio tu kwamba ni mtenda dhambi, lakini pia ubongo wake hauko sawa. Akiwa kama kiongozi wa kiroho, aliamini yeye ndiyo mtu wa kumsaidia, na njia pekee ya kumsaidia huyu mtu ambaye ubongo wake umecheza sio kutaka kumuonesha kuwa anakosea, hapo utakuwa unaharibu. Njia pekee ni kumfanya ajione yuko sahihi, yani kuongea naye kulingana na vile anavyotaka yeye. Akikwambia hii ni gari, afu ukiangalia kabisa unaona ni jiwe, muitikie ndio, tena ni range kabisa. Akikataa akasema hapana, hii ni IST, mwambie kweli IST nilikuwa nimesahau, tena used from Japan. Sasa Lucas anafahamu hiyo njia, akamuitikia tu kwa akiwa anajitahidi kujizuia kucheka. Sawa, wewe sio binadamu, wewe ni nani? Mwanamke akajibu, sauti yake ilikuwa haina utani hata kidogo. Mimi sio binadamu mchungaji, mimi ni jini kutoka ulimwengu wa giza, ulimwengu ambao nyinyi wanadamu wengi hamuujui. Hapo sasa Lucas akashindwa kujizuia kucheka, kicheko kikamtoka, kicheko kikali vibaya mno. Yeye pia ni mtu jamani, anabandama, hakuweza kujizuia kwenye hilo, alicheka kinoma. Yule dada hakutaka kujichosha kujielezea tena, akasogeza mguu wake na kuupitisha kwa chini. Pastor Lucas akiwa katikati ya kicheko, si ndo akasema ngoja niangalie chini. Ile kucheki hivi, oya ni kwato za ng'ombe. Kwanza kile kicheko kikakata mzee wa kazi. Pastor Lucas akabaki anashangaa, anayeongea naye mbona ni binadamu? Hizi kwato za ng'ombe zimefikaje tena ndani ya kanisa? Akainuka mzee, akaanza kukemea. Lile sio tukio la kawaida. Piga maombi na kupiga maombi unaambiwa. Yule kiumbe alichokifanya, akatoka kule alipokuwa anaungamia, akaanza kutembea na kuja upande huu wa pili sasa ambao Pastor Lucas yupo. Mwanzo wakati anatembea, kabla ya kuingia humo ndani kwenye kuungama na kabla ya kutokea hizo hekaeka, Pastor Lucas alihisi zile kelele za ko sakafuni ni viatu virefu ambavyo yule mwanamke amevivaa, na vinavyogonga tiles ndo vinatoa hiyo sauti. Lakini kumbe sio mzee wa kazi, havikuwa viatu virefu wala nini, ni kwato zikiwa zinakita tiles huwa zinatoa hiyo sauti sasa, ko wala sio high heels. Yule mwanamke alikuja mpaka ule upande alokaa Pastor Lucas, nguo kainyanyua hivi juu, naambiwa anatembea kwa madoido. Pastor Lucas alikuwa anakemea kwa Kiswahili, akaama mpaka kukemea kwa lugha 6, nazo zikawa nzito, akahamia mpaka kwenye maneno ya kikabila lake huko. Yule dada alipofika karibu yake zaidi, hata hilo kabila lake nalo likapotea kichwani. Yale maneno aliyokuwa yanatoka hapo muda huo ni ya mtoto mchanga anayejifunza kuongea, yani hata hayaeleweki. Yule bidada alikuja mpaka pale alipokaa, akamwambia mchungaji, sogea huko. Basta unaambiwa jicho kalitoa muda huo. Alafu kumbuka, humo ni ndani ya chumba cha toba. Huwa hakunaga mtu mwingine zaidi ya anayetubu na anayeongoza hiyo ibada ambaye ni mchungaji. Kwa hiyo hata kama akisema atake kupata msaada, hana wa kumpigia kelele. Yule mwanamke akaanza kusema, mimi sio shetani, mimi sina nia mbaya na wewe. Maombi yako ni ya kweli na ni ya imani. Lakini tambua kwamba sijaja kwa nia mbaya hapa mchungaji. Ukinikataa sawa, ukinikubalia pia sawa. Sio kisa natokea ulimwengu wa kiza basi ndo sijui kitu kuhusu mapenzi. Naelewa ni kitu cha hiari. Mchungaji hapo akajibu, sikutaki, nasema niache. Na kuamuru uondoke, utoke hapa kwa jina la Yesu. Ondoka kwa jina la Yesu.
Yule mwanamke akaongea tena huku amekunja nne, mikwato yake muda huo imetutumka, mzee wa kazi. Sikia Lucas, kuna faida nyingi sana za mimi kuwa mkeo. Kwanza, mkeo hatojua, lakini pia haitahesabika umeoa wake wawili. Kumbuka mimi ni jini, sio binadamu, lakini pia hata waumini wako hawatajua chochote. Alafu kuna kubwa la zaidi ambalo utalifurahia sana. Akatulia kidogo kuongea, kisha akamalizia sentensi yake huku anamgeukia mchungaji na kucheka. Yule dada ana macho yanawaka hivi, yanawaka kama macho ya paka mzee. Alafu yale meno sasa, meno yamechunguka hivi kama vampire. Akasema, la zaidi, ukinikubalia nitakupa nguvu na uwezo wa kufanya miujiza. Nitakupa nafasi kubwa, utajulikana, utatambulika, watu wataliimba jina lako kama mchungaji mkubwa nchini. Bado Pastor Lucas alikataa. Yule mwanamke akasikitika sana. Akainuka akamwambia, naenda chooni, nitarudi muda so mrefu ili tuongee vizuri. Yule mwanamke akatoka mule ndani. Pastor Lucas akachungua kichwa kuchungulia hivi, ni kweli kaondoka? Anaelekea wapi kwanza? Oya, hakuna alichokiona. Yaani kungekuwa kuna kona ungesema basi amekunja kona, lakini njia ilikuwa ni ndefu hivi, kumaanisha sasa yule mwanamke aliyeyuka. Pastor Lucas alitoka mbio kule ndani akaenda mpaka nje, akawa anauliza kila mtu aliyokuwa anakutana naye kama kaona kuna mwanamke anapita hapa, lakini hakuna aliyeona mtu. Mpaka mlinzi wa getini naye pia akasema hajaona mtu yoyote akitoka. Kwa hiyo Pastor Lucas ikabidi achukue watu waende wakakague vyoo, maana alisema ameenda chooni. Sasa huko chooni napo hola, yule mwanamke hakuepo pia. Ikabidi afanyike maombi makali sana pale kanisani, kwa sababu tukio ambalo lilitokea lilikuwa sio la kawaida kabisa. Siku zilipita, wiki nazo zikapita. Ikapita kama miezi miwili hivi, hakuna mauzauzo yoyote ambayo Pastor Lucas alikutana nayo. Ila jioni moja, Pastor Lucas akiwa yuko na kwenye restaurant moja, akiwa yuko na mkewe pamoja na watoto wao wawili. Ni restaurant fulani classic sana, iko maeneo ya Sinza pale. Alisema hebu ngoja aingie chooni mara moja. Ni restaurant ambayo ina utulivu sana kwa sababu haina wateja wengi. Kwa hiyo hata kule chooni kulikuwa kumetulia sana. Wakati anaingia sasa ile maeneo ya uani, pua yake kapokea harufu kali sana ya perfume. Ile harufu akili yake ikamwambia mbona kama nishawahi kuisikia sehemu hii. Akaipuuzia, akaingia zake chooni. Sasa wakati anaingia ndani ya hicho choo, kulikuwa kweupe kabisa, hakuna mtu wala kitu. Alipomaliza haja zake na kutaka kutoka, akashangaa mlangoni kwa chini kuna bahasha. Akili yake ikamtuma aipuuzie tu, asihangaike nayo. Akawa anairuka hivi huku anaiangalia ikiwa kwa pale chini. Sasa alivyokuwa anaiangalia akaona imeandikwa. Kumbuka tulisema ni kijana tu wa miaka 35, kwa hiyo macho yake bado ni mazima kabisa, kwa hiyo anaweza kusoma kilichoandikwa hata kama kikiwa mbali kidogo. Ile bahasha ilikuwa imeandikwa kwa maandishi mekundu kwa juu pale, Pastor Lucas. Haraka akainama na akaiokota. Akatoka nayo na kurudi nayo mpaka kule kwa mkewe. Bila wasiwasi wote akaifungua, akaiweka mfukoni. Alichokuwa na waza labda ni yake, alipewa na mtu alafu akawa ameiweka bila kuizingatia. Mtoko kaenda vizuri na baadaye wakarudi nyumbani. Kufika nyumbani sasa ndo akasema ifungue ile barua. Kwanza kuishika tu hivi, ile harufu kali sana ya perfume akaisikia tena inakuja puani mwake. Ndani akakuta karatasi na rangi ya gold, rangi ya dhahabu ya. Alafu imeandikwa kwa maandishi meusi, umekubali kunioa. Pastor Lucas ile bahasha akaitupa kule, unaambiwa. Akaanza kupiga kelele, anamuita mkewe. Alimuita huku akiendelea kukemea ile barua na kuifanyia maombi. Mkewe kufika akamuonesha ile karatasi na akamwambia aisome. Mama mchungaji akaishika, hakuna chochote alichokiona. Anaona ni karatasi tu tena nyeupe, sio ya dhahabu. Pastor Lucas yeye akawa amekazana tu, uone kilichoandikwa hapo? Hebu soma vizuri bana. Mke akajibu bana, mimi sioni kitu bana baba nani. Pastor Lucas akaichukua ile karatasi, akaanza kuizungusha sasa kwa kila mtu anayejuana naye ambaye aliona anaweza akamuuliza. Wote wakawa wanajibu hakuna wanachokiona zaidi ya karatasi nyeupe tu. Yeye akiangalia anaona ni karatasi ya dhahabu yenye maandishi meusi yanamuuliza, umekubali kunioa? Baada ya kama siku 3 hivi, usiku kabla hajalala, Pastor Lucas alifikiria sana. Akajisemea, huu ni mtihani tu Mungu amenipa. Akachukua peni nyeusi, akaichukua na ile karatasi, akaandika kwa chini pale pale kulipokuwa na maneno ya ajabu ambayo aliulizwa umekubali kunioa. Yeye akaandika sikubali na ushindwe katika jina la Yesu. Baada hapo
Akaenda jikoni, akaichana ile karatasi, akaichoma moto. Majivu akayakoroga na maji, alafu akayatupa nje, akarudi zake kulala. Hiyo ikawa ni Jumamosi usiku. Kesho yake ilikuwa ni Jumapili, siku ambayo anatakiwa awai mapema sana ibadani. Wakati anajiandaa kuvaa nguo zake ambazo mkewe alikuwa tayari ameshamwandalia, kikadondoka kikaratasi cha dhahabu. Kile kikaratasi ambacho alikichana jana na akakichoma moto na alikitupa huko nje. Kama angekuwa mwenyewe mule chumbani, basi angetoka nduki kishenzi, maana sio kwa vile alivyoshtuka na kutoa macho. Kwa bahati nzuri mkewe pia alikuwepo, japokuwa alikuwa yupo usingizini. Pastor Lucas alipata ujasiri wa kuinama na akakiokota, akakifungua. Alichokiona, mikono ikaanza kumtetemeka, miguu inapepesuka hivi kama vile tayari ametoka kufunga goli, na kichwa kikapata kizunguzungu cha ghafla. Kikaratasi kilikuwa kimeandikwa vile vile, umekubali kunioa. Chini ndo kukawa na jibu ambalo aliliandika yeye jana usiku. Alafu chini ya jibu lake sasa kukawa kuna jibu lingine tena ambalo ni jipya, mzee wa kazi. Jibu limeandikwa hivi: nimekupa zawadi ndogo, utaitumia kanisani leo, natumaini utaipenda. Pastor Lucas akasonya, alafu vile vile kama alivyofanya jana yake usiku, akakichana, akakichoma moto, alafu majivu yake akayatia kwenye maji, kisha akayakoroga, akaenda akamwaga nje. Jamaa alikuwa ni mtu wa Mungu sana, yani hayumbishwi kirahisi. Baada hapo akamalizia kujiandaa na akaelekea zake kanisani. Ilikuwa ni Jumapili ambayo ilienda vizuri, ibada ilifanyika vizuri na mambo yote yakaenda vema kabisa kama ilivyokuwa kawaida. Kipengele cha mwisho hapo kanisani kwake huwa ni kuombea watu wenye matatizo. Na hii ibada huwa ni ya jumla. Pastor Lucas yeye hana tabia ya kuita watu mbele mmoja mmoja ili kuwafanyia maombi. Mfumo wake, wote wenye uhitaji basi mnasimama, mnanyoosha mikono juu, mnakumba macho na sala inafanyika. Sasa katikati ya maombi, Pastor Lucas akasikia mtu anapiga kelele vibaya mno mle kanisani, mzee wa kazi. Ikabidi afungue macho kucheki hivi, akaona anakimbiliwa kwa kasi vibaya mno. Yaani ule mtu anayepiga kelele anakuja anamkimbilia kwa nduki za kufa mtu. Anamjua huyo, alikuwa ni mama kipofu ambaye ni muumini wapo kanisani kwake kwa muda mrefu sana. Ule mama akaja akamkumbatia Pastor Lucas. Baba, naona baba, naona baba. Ikawa sio ibada tena. Watu wakaanza kushangaa. Kipofu anaona. Ni maajabu, ni miujiza. Vigelegele mzee, shangwe. Pastor Lucas anacheka, lakini moyoni ana hofu kubwa. Anawaza labda hiyo ndo ile zawadi ya yule jini, au anatamani kuzisimamisha zile shangwe ili awaambie kuwa ni miujiza ya jini. Akawa anawaza atawaambiaje, yani anawaambiaje ni miujiza ya jini, nani atamuelewa? Kwa hiyo aga unaongeaga na majini kwa kumbe naye tapeli. Muda huo kila mtu anamshukuru Mungu, wengine wanampa mikono na kumpongeza na nini. Basi bana, kesho yake ilikuwa ni Jumatatu, siku ya kazi, lakini unaambiwa kanisani kulijaa watu. Hata siku ya Jumapili hakujawahi kujaa watu kiasi kile, mzee wa kazi. Sasa wale waliokuwa nje ambao walikosa nafasi ya kuingia ndani walikuwa ni wengi kuliko ambao wako ndani, mzee. Yule kipofu alikuwa ni mama maarufu sana pale mtaani kwa sababu alikuwa ni muuza mboga. Anatembeza mboga hapo mtaani kwake, kisha mtaa unaofuata, mtaa mwingine tena. Yani anajulikana hivyo na wote wanamjua ni kipofu. Sometimes wanamsaidia kuvuka barabara na nini na mambo mengine. Kwa hiyo habari yake kwamba ameweza kuona akiwa kanisani ikawa imesambaa haraka sana. Just imagine, ni ndani ya siku moja tu mzee. Chezea wabongo kwa umbea. Watu wako tayari wakose hata hela ya kula, lakini sio bando la kufuatilia umbea au kusambaza umbea. Kwa namna yoyote umbea lazima usambae. Pastor Lucas alifanya ibada kama kawaida, ila ule mkusanyiko mkubwa wa watu ikabidi ahutubie kwamba yeye afanye miujiza, anawaombea tu waumini wake, na kama kuna mtu atapona atapona kwa uwezo wa Mungu. Yeye hana nguvu za kuponyesha watu. Hapo muda huo hakuna mtu anayejua kuhusu ule ujumbe alioambiwa kuhusu zawadi. Acha mkewe nyumbani kwake kule, hakumwambia chochote. Licha ya kusema hivyo, bado watu walimsogelea karibu na kutaka awaombee.
kulikuwa hakuna walemavu, lakini walikuwepo ambao wanachechemea, wengine wanashikilia matumbo yao. Pastor Lucas ananyoosha mkono hivi, anaomba, unaambiwa hapo hapo, yani kila mtu aliyekuwa anaumwa sehemu, sijui mgongo umefanyeje, sijui mguu ufanyeje, anapona papo hapo. Shangwe unaambiwa mzee wa kazi, ni nderemo na vifijo ndani ya kanisa, nje ya kanisa, mpaka mtaa mzima. Pastor Lucas akikuombea unapona. Hiyo ndo ikawa kauli yake mule kanisani, ikawa kauli nje ya kanisa pia. Lakini siri kuhusu kile kikaratasi na ujumbe kuhusu zawadi ikaendelea kubaki kwenye giza, ikabaki moyoni mwake, kwa sababu hata mkewe nyumbani alianza kuyafurahia yale maisha ya heshima kubwa na sifa nyingi kutoka kwa waumini kila kona. Kanisani wakaanza kuja walemavu, vipofu, viwete, viziwi, wagonjwa walioshindikana hospitalini. Ibada kubwa ikawa sio Jumapili pekee. Paka katikati ya wiki Pastor Lucas alikuwa hana hata pikipiki, lakini ndani ya miezi miwili tu akanunuliwa bonge moja la gari. Ile nyumba ya kawaida wakahamishwa, wakapewa ghorofa. Kuna tajiri mmoja alikuwa anaumwa kisukari cha muda mrefu sana, kimemtesa sana. Alivyomwombea jamaa alipona, kwa hiyo akampa ghorofa. Tajiri ya kuishia hapo akamuita kwake mzee, akamwambia anataka kumjengea kanisa kubwa mjini, watu wamsikie, watu wamuone, nchi nzima imfahamu. Vitu vinawezekana hivi, oh my God. Kwa hiyo ni rasmi sasa, maisha ya Pastor Lucas yakawa ni mengine kabisa. Hata ratiba ya kumuona haikuwa ni ya ovyo tena, yani umuone tu eti kirahisi, hapana. Ili umuone unaulizia siku 3 nyuma, yani kama unafanya booking ya ndege, kwa sababu ukiacha hata kidogo utitiri wa watu wanaomsubiri kanisani kwake ni mwingi mno. Jamaa alikuwa na ratiba ya kwenda kufanya miujiza mpaka kwenye makanisa mengine. Alisahau kuhusu yule jini, alisahau kuhusu zawadi. Ilipita miezi 9 mzee, miezi 9, mpaka usiku mmoja, usiku wa maamuzi. Sasa kwa sababu watu wenye kuhitaji maombi binafsi walikuwa ni wengi, Pastor Lucas aliweka ratiba ya mchana na usiku kwa baadhi ya siku, na hiyo siku kulikuwa kuna ratiba ya usiku. Kwa hiyo alivyotoka kwake ilibidi apitie Shell kuweka mafuta, lakini kama unavyojua baadhi ya Shell waga kuna mini markets zile. Sasa wakati gari inajazwa mafuta full tank pale, akashuka kwenda kununua vitu kadhaa. Kurudi tayari gari ikawa imejaa. Akapewa na risiti, akaingia ndani na kuwasha, akaanza kutoka. Alivyoingia tu barabarani akasikia mtu anaongea nyuma yake, umependa zawadi yangu mchungaji Lucas? Pastor Lucas alishtuka na kugeuka, akafunga breki chapu, akasimamisha gari. Ni yule mwanamke ambaye ni jini mzee. Yule mwanamke akaongea tena huko anatabasamu, amejiachia tu kule nyuma kwenye siti. Ukikubali kunioa nitakupa miujiza na kufanya dunia nzima ikujue. Pastor Lucas alichoka kumkwepa. Siku hiyo akaamua tu aongee naye sasa. Hivi kwa nini mimi? Kwa nini sio viumbe wenzako? Naomba uniache tafadhali. Naomba uniache na maisha yangu. Yule mwanamke akacheka sana, akacheka vibaya mno, kisha akamwambia, Lucas, nikikuacha na maisha yako ina maana nachukua kila kitu changu. Uko tayari kurudi kwenye maisha yako ya zamani? Gari, nyumba, kila kitu nitachukua Lucas. Hutabaki na chochote. Pastor Lucas hiyo kauli ikamtikiza kidogo. Akauliza, uko anajing'ata sasa, una maana gani ukisema hivyo? Mwanamke akamjibu, na maanisha unioe. Nioe ili ubaki kama ulivyo na hata zaidi. Kuna akili kamuingia Pastor Lucas, akili ya kishetani, akili ambayo tuko nayo binadamu wote, akili ya kupenda maisha mazuri. Akajikuta anakubali, akaongea huko anashusha pumzi. Sawa, nimekubali, nitakuoa. Yule jini kule nyuma kacheka vibaya mno. Alafu akamwambia, baadaye nitakutafuta tufunge ndoa. Tafadhali usiniangushe. Kisha akayeyuka. Pastor Lucas akabaki mwenyewe, nafsi yake ilikuwa haijutii hata kidogo. Aliamini hakuna mtu ambaye angekuja kujua, kwa sababu atajitahidi kufanya iwe siri. Alafu huyo ni jini, alishasema hata muingilia kwenye maisha yake ya kawaida, sio ndoa yake. Na ukishazingatia tayari amenogewa na maisha mazuri, jambo la kurudishwa kule alipotoka hakuwa tayari hata kulisikia, hata likiongelewa hata kwa mbali. Basi Pastor Lucas akaenda zake kanisani na kuendelea na ratiba yake ya maombi. Aliingia ofisini, muumini mmoja akawa anaingia.
anaeleza shida yake pale, anamuombea, anapona, anaweka sadaka, afu anaondoka. Alipofika kama muumini wa 4 hivi, likaibuka jambo. Alivyoanza tu kumuombea yule muumini, akazimia mzee chali. Punde akasikia mlango unagongwa. Pastor Lucas hakuruhusu yule anayegonga aingie. Hapana, subiri kidogo. Lakini cha ajabu, mlango ukafunguliwa. Alafu aliyekuwa anagonga akaingia. Pastor Lucas akataka kufoka. Nimesema akaishia njiani na kubaki mdomo wazi. Alipigwa na butwa, na yule aliyekuwa anayemwangalia muda huo ni yule mwanamke jini mzee. Muda huo amekuja kivingine, kapiga bonge moja la shela jeupe, shela la biharusi. Alikuja akasimama mpaka mbele ya Pastor Lucas akamwambia, "Nimekuja unioe." Pastor Lucas ametoa macho muda huo, anamwangalia yule ambaye amezimia chini. Anahofia asije akazinduka afa akaona haya mambo yanayoendelea hapa. Yule jini alielewa, kwa hiyo akamwambia, "Usiogope kitu bana, haamki huyo. Huyo ndo mahari yangu. Unanipa kisha ndo unanioa." Pastor Lucas alikuwa haelewi, mzee, mahari nakupa? Jini akajibu, "Ndio unanipa. Unamchinja, tunakunywa damu yake, mimi na wewe. Hapo tutakuwa mke na mume." Pastor Lucas kusikia hivyo mwili ukaanza kulegea. Kaanza na kukosa nguvu. Alikuwa tayari kumuoa jini ili nguvu na utajiri wake usipotee, lakini sio kumchinja mwanadamu. Hawezi kabisa kufanya hivyo. Yule jini akatoa kisu mkononi na akampa Pastor Lucas, akamwambia, "Usiogope, hakuna mtu atakayejua. Ni siri yetu, mimi na wewe. Tunakunywa tu damu yake. Ni kiapo cha kuahidi kwamba tutaishi milele." Huo mtihani ulikuwa ni mgumu sana kwa Pastor Lucas. Hakukubali kufanya hivyo. Kila aliposhika kile kisu, nafsi ilimsuta. Akajikuta anakitupa chini. Yule jini akawa anampa tena, yani anakiokota anamrudishia. Pastor Lucas akijishika anakitupa tena. Jini alirudia kama mara 3 hivi. Alivyoona Pastor Lucas anafanya vile vile akamsonya. Alafu akamwambia, "Sijai kuona mwanadamu mjinga kama wewe. Utarudi kwenye maskini wako." Kisha akayeyuka tena. Muda huo yule muumini akazinduka akakuta mchungaji wake jasho linamtoka kishenzi. Yeye akahisi labda maombi yalikuwa ni makali kiasi kwamba sio poa. Akashukuru, akaweka na sadaka yake pale, maskini akaondoka. Pastor Lucas hakutaka tena kuendelea na hiyo ibada. Huyo ndo akawa mtu wa mwisho. Kwa hiyo akarudi nyumbani, lengo amsimulie mkewe. Akafanya hivyo. Alimuelezea kila kitu, hakumficha. Mkewe alimlaumu kidogo, lakini kwa sababu ni mwanamke aliyejengeka kiroho, akamsamehe. Ndani ya wiki moja, kweli Pastor Lucas alirudi kule kule chini alipokuwa. Ndani ya wiki moja, kila kitu kilipukutika. Wagonjwa aliowatibu kimeujiza walirudi kwenye hali zao za kuumwa, vipofu wakawa hawaoni tena, viwete walirudi tena kwenye wheelchair, viziwi wakawa hawasikii tena. Kila kitu kilirudi vile vile kama ilivyokuwa awali. Jamii ilimzungumzia vibaya. Wapo waumini waliomkimbia, lakini baadhi wachache walichagua kubaki naye. Akawa anaendelea na maombi yake kama kawaida, alikuwa ajali. Muhimu maisha ni ya amani kwake, hamkosei Mungu, na zaidi mkewe yupo pamoja naye. Basi moyo wake ulikuwa umetulia sana, na mpaka leo huyo mtumishi anaendelea na maombi. Na hapo ndio inakuwa mwisho wa story yetu ya leo kuhusu Pastor Lucas. Bana, niandikie umetoka na nini kwenye hii story, na mafunzo mengi vibaya sana. Kwa hiyo wachungaji wengi miujiza yao ni ya nguvu za giza na wanakubali kabisa kumtumikia shetani, lakini sio wote. Wapo ambao ni kama Pastor Lucas, wanamwamini kweli Mungu, na hata kama ni miujiza basi inakuwa ni ya kweli kabisa. Kwa hiyo ni kweli wapo wachungaji wasiofaa, lakini sio wote. Mungu anampa mtu mtihani ambao anauweza. Ukiona Mungu kakupa jambo zito, basi ujue anajua kabisa unaweza kulipiku. Kwa mfano mimi na wewe hapa tungepewa mtihani kama huu, mihela yote hiyo, utajiri, si tungekuwa tumeshachinjana hapa na kumuoa huyo jini chap chap. Lakini Pastor Lucas yeye ni mtu wa Mungu. Mtihani huo aliufaulu. Tuombe sana tupate wenza sahihi. Tumeona namna ambavyo mke wa Pastor Lucas mwishoni alikubali kusimama na mumewe. Ukipata mwenza sahihi, hata kwenye nyakati ngumu anakuwa na wewe, mnatoboa pamoja. Bana, hii hapa ni Nachitori na mimi hapa ni storyteller wako Easy Konka. Naomba tukutane kwenye video inayofuata. Usisahau kusubscribe, lakini pia kuacha maoni yako hapo chini ni muhimu sana. Like hii video, share na kwa ndugu jamaa na marafiki ili tujikusanye tuwe kijiji. Tukutane kwenye video inayofuata. Bye.